Mashehe wa BAKWATA msitegemee kwamba Mungu mwenyewe atakuja awambie mrudisheni. Hapana, sauti ya watu ni sauti ya Mwenyezi Mungu. Kama kweli amefanya awe hajafanya, funika kombe, angalia faida ya watu ambao walikuwa akiwafikia, na yule amekuwa ni kipenzi cha vijana. Sasa hawa vijana ambao mnataka kuwaumiza mnawaweka wapi? Kwanza kabisa kwa sisi wakongwe huwa hatuanzi from nowhere. Tunaukaribisha kwanza Mwenyezi Mungu, uwepo wa Mwenyezi Mungu, na tunajikabidhi katika mikono ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo ni rasmi kabisa, cha kwanza kabisa ambacho tuanze nacho ni kumshukuru Mwenyezi Mungu kufika mpaka siku ya leo, na katika namna ambavyo tunaendelea kuishi, basi tunamrudishia Allah subhanahu wa ta'ala sifa zake. Mbona umetaja kama Muislamu hivi? Allah subhanahu wa ta'ala. Unajua sote ni ndugu bwana, asikufiche mtu. Hakuna Muislamu bila Mkristo, hakuna Mkristo bila Muislamu. Ndiyo maana hakuna mwenyewe. Leo kesho Mkristo anaweza kawa Muislamu, Muislamu akawa Mkristo, kwa sababu hizi dini hazijaletwa na mwanadamu. Ameziumba Mwenyezi Mungu subhana wa ta'ala, muumba wa mbingu na dunia. Ndio, na vilivyomo, na vyote vilivyomo, na yani hadi sisi kaamua Mwenyezi Mungu atuweke katika dunia hii, na lengo lake ni ili siku moja twende tukawe na maisha mengine kule peponi. Lakini kama ulivyoanza kwamba kuna watu, of course kwenye hili kila mmoja ana maoni yake, na kila mmoja anaweza kaposti chochote kile ambacho kinalenga furaha yake, kwa sababu sisi binadamu ni watu wenye kuvuna. Ndugu, ni lazima katika dunia hii kuna watu ambao wanavuna kwako na kuna watu ambao hawavuni kwako, ila wanavuna kwa wengine. So unapoleta mtu ambaye watu wengi kuna chochote ambacho wanavuna kwake, basi ujue huyo ni sahihi. Sijui umenielewa vizuri? Kwa maana hiyo, yeyote aliyevuna chochote kwa Sheikh Walidi ni lazima atakuwa na jambo moyoni mwake, hili jambo hawezi kulifurahia. Lakini kwa namna moja ama nyingine, kuna namna ambavyo binafsi kwanza niseme mimi Sheikh Walidi sijawahi kumuona. Mimi ni Mkristo pure kabisa. Mimi ni Mkristo. Sheikh Walidi sijawahi kumuona, sijawahi kukutana naye wala kumuona popote, ila namuonaga kwenye mitandao. Nimeshamshuhudia akiwa na vijana wengi, na mmoja wapo atakwambia mimi bwana Sheikh Walidi, naonaga vijana wengi wanakwenda pale, Sheikh Walidi anaokoka, anaslimu. Nimeshuhudia Sheikh Walidi vijana wengi wameacha matendo maovu. Nimeshuhudia Sheikh Walidi kupitia yeye vijana wengi wameshika dini vizuri, wameongeza ile bidii ya kumtafuta Mwenyezi Mungu muumba wa vyote. Nimeshuhudia mpaka mastaa. Niliwahi kuona kama ni Mayele, mchezaji wa Yanga, nadhani sijakosea sana. Nilishashuhudia Diamond Platnumz ambaye ni msanii wa Tanzania. Nilishashuhudia Gigy Money, yes, na wengine ambao wanaenda kisirisiri. Pia yupo kijana mcheza mpira wa klabu ya Yanga, Clement Mzize, mpaka alibadilisha jina. So kuna wengine pia ambao hawajamfikia, wanamsikia. Mimi mwenyewe namfuatiliaga kwenye mitandao ya kijamii, na ukimfuatilia vile anavoonya watu, mafundisho yake, the way anavojaribu kuonesha watu ukweli wa Mwenyezi Mungu, anavofundisha watu kuhusiana na watu kuitafuta pepo. Maana katika hii dunia faida ya mwanadamu ni kupambana ili siku moja akanyage pale peponi. Na ili ukanyage pale peponi ni kuacha matendo maovu, kuacha njia zako mbaya zisizomfurahisha Mwenyezi Mungu, ukaingia peponi. Peponi kuna raha, Sheikh, sio siri. Peponi kuna kila aina ya raha.
na kila mwanadamu anaitamani pepo. Sasa tutafikaje bila kufundishwa? Bwana, njia za kufika kwenye raha hizi ni 1, 2, 3. Na Sheikh Walidi amekuwa ni mwalimu mzuri hata kwenye maisha ya kawaida, maisha haya ya kufundisha namna ya uchakarikaji na nini. Ukiingia hata ukiingia mitandaoni wewe mwenyewe ukitafuta utaona klipu zipo. Kwa hiyo mimi niseme kwa BAKWATA ni kwamba hili swala twende nalo slow, tusifate mihemko. Na pili, sauti ya wengi ni sauti ya Mwenyezi Mungu. Sasa kwa upande wangu mimi sitaingilia sana, lakini waangalie hizi roho za watu, waangalie namna Sheikh Walidi alivyokuwa akiwafikia vijana na kizazi hichi cha watoto wa 2000 mpaka 2006 mpaka Gen Z. Kuwakamata sio kazi ndogo, sio kazi rahisi. Sasa kama huyu Sheikh Walidi ameendana na kizazi hichi na amewafikia vijana wengi, amewafikia watu wengi, mkimuondoa ina maana kuna nafsi ambazo mtakuwa mnaziumiza au mnazitelekeza, au kuna nafsi zilitakiwa kuacha mambo mabaya, kuna nafsi zilitakiwa kuacha maovu kwa ajili ya mafundisho yake, afu mmemuondoa. Mimi sitahamasisha kwamba Waislamu wapigane Sheikh Walidi, lakini busara itumike, hekima itumike. Mwenyezi Mungu, sauti ya Mwenyezi Mungu iwashukie hawa. Tufunike kombe. Awe amefanya awe hajafanya, tufunike kombe kwa ajili ya hizi nafsi hizi. Sheikh Walidi arudishwe kwa ajili ya faida ya taifa letu. Kama kuna kijana angekuwa kibaka, hawezi kuwa kibaka tena. Na nimeona ana klipu nyingi zinazohamasisha watu kumtafuta Mwenyezi Mungu. Nairudia tena, nimeona klipu nyingi akifundisha vijana kumtafuta Mungu, vijana kuifata haki za Kiislamu, kutii Uislamu, kufanya ibada, kufunga mifungo ambayo yameagizwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa mkimuondoa, kuna nafsi nyingi mnaziuza kwa shetani. Sijui umenielewa vizuri. Sasa kuna siku Sheikh Walidi, kwa maana hiyo ukiona vijana wengi wamesikitika, wameumizwa, wanalia, ujue ni faida ya mioyo yao. Ngoja nikwambie, nikurudishe nyuma kidogo. Kwa Wakristo huku kuna mchungaji mmoja ambaye ni maarufu tu, sitamtaja jina. Huyo mchungaji katika kanisa lao kulitokea mambo fulani, sijui ilikuwa ni uhamisho, sijui ni kumuondoa, sijui ilikuwaje, sikumbuki vizuri, sikufichi, kwa sababu alikuwa ni mtu wa watu na vitu anavyofundisha mpaka leo yupo anafundisha vitu ambavyo vinawaingia watu na vinawaonya watu, vinawaponya watu. Yani watu wanamuelewa vizuri kwamba huyu ndo mtu anaweza kumwazima sikio yake ili kile anachokiongea kiingie mioyoni mwetu na kiponye mioyo yetu. Sio, umenielewa? Watu waliandamana, tunamtaka fulani. Nadhani hata wewe uliona. Kwa hiyo unaambia Waislamu waandamane? No. Mtu anaweza kujiuliza, maana akili 5000 unathibitisha Waislamu waandamane, Sheikh Walidi arudishwe? Mimi sisemi vijana, sisemi kwamba waandamane, hapana. Sema, nimesemea kwenye engo watu walipigania nafsi zao. Watu walipigania mioyo yao kwamba mnamuondoa huyu, tutaponywa na nani, tutafundishwa na nani. Wao ndo wenye maamuzi. Sisi tunashauri kwamba watumie busara na hekima. Hatutaki ugomvi, hatutaki walumbane, wagombane wao kwa wao, hapana. Dini ya Kiislamu ni dini ya kweli na yenye haki. Watende haki. Waangalie mioyo ya watu, wasiangalie maslahi ya fulani, maslahi ya hivi, mara hivi. Wafunike kombe, mwanaharamu apite, wamrudishe Sheikh Walidi aendelee na kazi ambayo amepewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu yako sasa Godianga anasema wewe umewekwa mara baada ya Sheikh Walidi kutolewa, kila jina lako linapokuwa limetajwa sisi tutakuzomea. Hii kauli imekaaje? Ndo yale niliyosema.
labda na yeye ni mojawapo wa kijana ambaye ameumizwa na haya mambo. Unajua pia kuna muda mtu akiwa na hasira anaweza kaongea chochote. Akiwa na maumivu anaweza kaongea, yani akaongea chochote. Labda na yeye kwa namna moja ama nyingine, na Godi ni Muislamu, labda kuna vitu ambavyo na yeye alikuwa akiponywa kupitia mafundisho au mawaidha ya nani, ya Sheikh Walidi. Sasa aliona yamekuwa ni kama hata mimi, labda kama na mimi niliwahi kuslimu au niliwahi kuponywa jambo au niliwahi kuelekezwa jambo cha kidini na huyu, alafu leo nisikie sikukubali. Lazima na unamaki. Lazima na mimi nitie neno. Lakini pamoja na hiyo ni kwamba tusitumie lugha ambazo ni tata, tusitumie maneno makali, tuwasihi tu kwa hekima na kwa upendo na kwa upole. Naamini kabisa watatuelewa na watatusikiliza. Naamini watakaa, BAKWATA itakaa ifanye maamuzi ya busara, isikilize sauti ya Mwenyezi Mungu. Mashehe wa BAKWATA msitegemee kwamba Mungu mwenyewe atakuja awambie mrudisheni. Hapana, sauti ya watu ni sauti ya Mwenyezi Mungu. Kama kweli amefanya awe hajafanya, funika kombe, angalia faida ya watu ambao walikuwa akiwafikia. Na yule amekuwa ni kipenzi cha vijana. Sasa hawa vijana ambao mnataka kuwaumiza mnawaweka wapi? Kwa hiyo neno langu, mtafakari kwanza haya mambo, wala kutokana mshafanya maamuzi haitakuwa aibu. Ndio. Na sio matusi. Haya mambo yapo. Na siku zote kuna namna, hata kwa unapokuwa tunapokuwa tunafanya uchaguzi wa kumpitisha mtu, kuna watu ambao wanakuwa wanamtaka wengine, lakini mwisho wa siku wale walio wengi wanapewa. Si ndio? Si ndivyo wanavyokuwa? Basi walio wengi wape. Kama Sheikh Walidi atapata nafasi kuitazama hii video, kutazama hiki ambacho tumekizungumza, unahisi maneno gani ya busara unaweza kumwambia muda huu? Kwanza, msamaha. Awasamehe. BAKWATA. Na sio jambo la kusema labda ni makosa. No. Asamehe kwa katika yote hayo yanayopitia, na wanaompitisha kwenye hayo awasamehe. Na najua hilo ni swala la kawaida. Ni mtu ambaye hata ukimwangalia tu ni innocent, yani ni bright, yani ni mwanga fulani ambaye yani hana mambo mengi, yani hata uso wake unaonyesha kabisa hana makando, hana mambo mengi. Ni mtu mwema, anaonekana. Watu wema tunawajua bwana, watu wanasema hatuwezi kupata shehe kama Sheikh Walidi. Inawezekana. Inawezekana kwa sababu brother, mimi sikufichi bwana, hichi kizazi kukiweza, hichi kizazi kikikupenda, ujue una vitu vyao. Sasa mtawapa watu, yani hichi kizazi hichi kizazi mna mtu gani ambaye atakwenda kuwa influencer kwao, ambaye atakuwa kipozeo cha mioyo yao? Kwa sababu hizi sauti nazo, hivi vichwa vyetu navyo vinahitaji visikie mtu wa kuwabembeleza, mtu wa kuwaweka safi. Bwana, mpende Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amesema hivi, nini. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametuongoza tusiwe watu wabaya, tuheshimu serikali, vitu vya namna hiyo. Sijui umenielewa vizuri. Kwa hiyo wajaribu kuangalia, Sheikh Walidi amekuwa ni mtu wa vijana, yani mtu wa watu. Amekuwa ni mtu wa kuwafikia watu, alafu hana mapazia, tuseme hana mageti ya vijana kumfikia. Mhitaji unampata. Na ndivyo vitu wanavyovihitaji vijana. Sio, umenielewa vizuri? Hivi ni kweli mbali na Sheikh Walidi hakuna shehe ambaye kama Sheikh Walidi kweli mtu ukiona shida unaweza kumpata muda wote? Kuna mwingine mmoja hivi sijui ana cheo gani, na mkubaliki sana. Nampenda kweli kweli yule jamaa, anaitwa Kishki. Na mkubaliki sana yule jamaa. Watu kama hao, kina Kishki, kina Sheikh Walidi, sijui kama kwenye kichwa changu simuoni mtu mwingine. Kusema ukweli, mimi kwangu ni hao wawili binafsi. Mimi ni Mkristo, ila hao wawili waga nawafuatilia, afu nawapenda. Mwingine ninayempendaga ni yule
naye alitufikia sana vijana. Sasa hivi kidogo sijui nani anaitwa Kipozeo, Shehe Kipozeo namkubariki Mshangazi anakuambia peponi kuna raha shekhe, afu na ndevu zake zile taratibu. Ukifika pale kwanza unapozwa kwanza na mtoto mkali wa peponi huko shehe. Vijana wao wanamiminika kwenda kumtafuta Mwenyezi Mungu, wakisikia kumbe peponi kuna vitu vyetu, hao wanaenda kumtafuta Mwenyezi Mungu, na ndivyo vijana wanavyovitafuta. Kuna utani ndani yake, kuna maneno ya Mungu kabisa kabisa kabisa. Kwa hiyo mimi kwenye hili swala BAKWATA kama itashindikana, waishirikishe hata serikali. Serikali yetu ni sikivu. Serikali inayojaribu kutupia jicho hapo, wawashauri waone cha kufanya kwa kuokoa na kuponya mioyo ya vijana wengi yani kwanza hakuwa wa vijana tu, alikuwa wa vijana na watu wazima. Kwa mimi langu ni hilo, na ninaamini kama hii video itawafikia watajua cha kufanya.